Hatimaye bwana, tumefika katika sehemu ya 20 ya simulizi yetu. Kumbuka hii ni simulizi ya Mrembo Kamra. Tulimaliza sehemu ya 19 iliyotuacha na maswali mengi sana. Na sasa tuko katika sehemu ya 20 na hatuwezi kujibu maswali yote. Lakini angalau tunaendelea kufahamu mambo mengi ambayo yanaendelea katika simulizi hii. Bwana, karibu sana katika sehemu hii ya 20 ya simulizi yetu hii ndani ya makala simulizi. Kama wewe ni mgeni katika channel yetu hii, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe liko chini ya video hii. Bonyeza pia alama ya kengele iko hapo ili uweze kuwa mwanafamilia, uweze kufahamu kila kitu kinachoendelea. Uweze kuipata simulizi hii mwanzo hadi mwisho, lakini pia uweze kupata simulizi zingine mbali ambazo tutakazokuwa tunakuwekea kila wakati. Bwana, katika sehemu ile ya 19 tulishia mahali ambapo tulimuona mwanadada Lambda ni kama alikuwa amepishana kauli kidogo hivi na mama yake pale. Akaona bwana, mimi bora niondoke. Na kitu ambacho kilichokuwa kinamuuma sana ni kwa sababu walikuwa wamepata ile taarifa kwamba Kamra kumbe alikuwa ameolewa na Vinodi. Kitu kile kilikuwa hakijampendeza kabisa. Alikuwa hajafurahishwa kabisa kwamba Kamra aolewe na Vinodi. Hajapenda. Kwa hivyo aliondoka na kwenda zake. Mama yake akawa anamfuatilia lakini hakujua ni wapi alipoenda. Lakini pia vile mzee Ibrahim Skwala na yeye alikuwa ametoka pale ndani katika chumba kilichokuwa kinafahamika kama Peace Room. Na yeye alikuwa ameondoka kabisa akiwa na hasira. Bana, siwezi kukupitisha kwenye kila kitu, lakini ninakupa mwanga tu mahali ambapo tulipokuwa tumeishia. Basi twende katika sehemu hii ya 20 tuweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri. Ninayekuletea simulizi hii ni mimi BHB, mwana familia mwenzenu wa makala simulizi. Karibu, twende pamoja. Labda amefika hapa? Hapana mama, hajaja huko. Yuko wapi? Atokea ingie ndani huko, sijamuona hapa. Kwani amekwisha kutoka? Hapana, yani ametoka, lakini hebu kijana wangu sikiliza nikwambie. Mama Skwala alitoka pale na kwenda moja kwa moja mpaka mahali ambapo alipokuwa amekaa Jackson. Jackson alipomtazama tu Mama Skwala, aliona kabisa kwamba yuko kwenye hali tofauti. Sasa alijiuliza sana kwa sababu simu ambayo aliyokuwa amepigiwa Lambda muda fulani ilikuwa inamtaka yeye kwenda kwenye Peace Room, chumba cha amani kabisa ambacho huwa watu wanapokutana pale ni kunakuwa na issue za msingi sana za utulivu ambazo wanapaswa wazungumze. Sasa alipomuona Skwala jinsi ambavyo alivyokuwa, Aisha Jackson hata yeye alipata mawazo ya ghafla. Ikabidi avute umakini mkubwa sana kutazama kwamba mama yake Lambda ana jambo gani anataka kuzungumza. Mama, kuna shida gani? Hapana, hebu ngoja nikwambie, mwenzako ametoka hapo ndani. Unajua ameumia sana. Analalamika eti kwamba mwenzake Kamra ameolewa kabla yake. Hajapendezwa kabisa na ile habari. Imemuumiza sana. Sasa ameenda wapi? Ametoka hapo akiniambia haturudi tena, sijui ameelekea wapi. Maneno yale ya Mama Skwala yalimfanya sasa Jackson na yeye kuchanganyikiwa. Jackson alijiuliza vipi? Jambo hili ni jambo gani? Lakini kwa sababu ya wanaume wake ilibidi aweze kutulia. Akamwambia mama, mama hebu tulia kidogo. Unajua Labda ameongea hivi vitu alikuwa anaongea hata na mimi hapa. Alikuwa ananisisitiza sana kwamba tuweze kufunga ndoa kwa sababu tayari mdogo wake yeye tayari ameolewa. Yaani baada tu ya ile taarifa kutoka wakati Kamra akiwa anafanywa mahojiano huko na akaeleza ukweli kwamba aliolewa na Vinodi. Kuanzia pale ndipo ambapo Kamra Labda ameanza kunisumbua sana akitaka kwamba tuweze kufunga ndoa. Kwa hivyo mama, nafikiri kuna hali tu ya utulivu hajaipata, lakini atatulia, kwa hiyo hakutakuwa na tatizo. Hapana. Hebu sikiliza nikwambie kitu. Kumbuka hebu kwamba tayari mdogo wake hayupo hapa. Huyu ndiye mtu ambaye tunayemtazama kwa namna zote. Ndiye ambaye anahitajika aweze kusimamia hata kampuni hii iweze kwenda vizuri. Ndiye ambaye tunamtegemea kwa 100%. Sasa hapana,
Yaani mioyo yetu yote, moyo wa kwangu, moyo wa baba yake upo kwake. Itakuwaje sasa kama akiondoka akienda mbali? Hebu ngoja kwanza. Ngoja. Sasa mama yake Lambda alitoka pale, na hapo sasa alianza kutoka nje kabisa ya geti lile na kumwacha Jackson akiwa yuko pale ndani. Jackson jambo lile hakulipenda, ilibidi amfuate kwa spidi sana. Sasa alipokuwa anamfuata, mama yake Lambda alikuwa na yeye yuko spidi sana. Anatoka akingangana sana kumtafuta Lambda sehemu za nje. Lakini hata alipotazama Lambda hakuonekana. Lambda alikuwa upande gani? Lilikuwa ni swali ambalo linasumbua vichwa vyao wote. Mama, hebu ngoja. Hebu tumuulize baba. Tumuulize baba. Nahisi anaweza kuwa na majibu. Nisikilize nikwambie. Baba yake mwenyewe alitoka kabla. Na yeye ameongea hapo, amefoka hapo, ameondoka. Sijui hata ameelekea wapi. Mama, kulikuwa na shida gani mpaka baba naye amekasirika kiasi hicho? Na yeye ameondoka, kwani mlikuwa mnazungumza nini? Sikiliza nikwambie, kijana wangu. Maswala haya ya Kamra ndio ambayo yanaitibua familia yetu mpaka sasa hivi. Yaani baba yake ameondoka hapa akiwa na, yani alikuwa na hasira. Tumeongea hapo akinilaumu sana mimi kwamba eti ni mimi niliyetoa hizo mbinu kwamba Kamra aweze kuondoka hapa nyumbani, na sasa tunashindwa kumdhibiti na familia inaharibika na mali zinaondoka. Mama, hebu tuliza kidogo. Hebu turudi kwanza ndani. Turudi ndani. Mama, hebu tulia kidogo. Turudi ndani ili tuweze kumpigia simu Lambda, tuweze kujua kwamba ni nini kinaendelea. Sidhani kama utakuwa ni ustaarabu kutoka hapa kutafuta mtu atujui yuko wapi. Turudi hebu ndani kwanza. Basi bwana Jackson alimshika mama yake Lambda na kumshika na kurudi ndani mpaka ndani, japokuwa mama Squall alikuwa ni hataki kabisa. Bi Squall alikuwa hataki kabisa kuingia ndani, alikuwa anatamani amtafute mtoto wake huko nje. Lakini ushawishi na nguvu zilitumika na bwana Jackson na hivyo kumrudisha mpaka ndani. Walipoingia ndani alikuwa yuko hai sana. Lakini Jackson alimwambia naomba utulie. Let me call her. Alishika simu yake na kuanza kumpigia Lambda. Ile simu iliita bila kupokelewa. Alipiga tena zaidi ya mara 5, lakini ile simu haikupokelewa. Mama au simu aliacha kwenye peace room au alitoka na simu yake? Jamani, hapo mimi sijui kama simu, lakini ingekuwa huko ndani situngesikia. Hapana, inabidi tuende tukaangalie. Nenda ukaangalie kama aliacha pale ndani au la. Bi Squall alinyanyuka pale na moja kwa moja alienda mpaka kwenye peace room. Alipofika pale alifungua mlango na kuingia ndani. Alijaribu kuangalia sehemu mahali ambapo alipokuwa amekaa mrembo Lambda, lakini hakuiona. Walijaribu kuipiga tena wakiamini kwamba huenda ya kuna mahali imejificha na itaita na hatimaye wataona. Lakini hata walipofanya vile haikuwa hivyo. Simu ilipigwa lakini haikupokelewa na wala haikuonekana pale ndani. Kufikia hapa Bi Squall alifahamu kabisa kwamba simu ile haikuwa pale ndani. Hata kwa upande wa Jackson aliamini kabisa kwamba ile simu haikuwa pale ndani. Sasa kichwa kilikuwa kinawaka moto sana, kichwa cha Bi Squall. Alikuwa anawaza sana kuhusiana na mtoto wake huyu kwamba ameelekea wapi. Haraka sana Jackson akili ilimjia na kusema kwamba inabidi sasa apige simu kwa upande wa pili wa rafiki wa karibu kabisa wa mwanadada Lambda, yani Madam Stella. Jackson alishika simu yake na kumpigia Stella. Swali lilikuwa ni rahisi na lilikuwa ni swali la moja kwa moja kuuliza kuhusiana na kufika kwa mwanadada Lambda nyumbani kwa Stella. Hello, vipi shemeji? Poa, niambie. Salama, Aisee, nilikuwa nataka kukuuliza kuhusiana na Lambda. Labda amefika huko? Hapana, hajafika huko. Alisema anakuja huko? Hapana, sio hivyo, lakini ametoka hapa nyumbani na mama yake anamtafuta hapa na hajui kama ameelekea wapi, ndio maana tukahisi kwamba labda amekuja huko kwako. Kwa nini yani kwani kuna shida gani mpaka muulize hivyo? Mama yake alikuwa anaeleza hapa kwamba ametoka akiwa sio
wamepishana kidogo hapo kauli, kwa hiyo akatoka akiwa hawajaelewana. Sasa huaga ndio maana tumefikiri kwamba pengine amekuja huko. Wewe shemeji, hebu nieleze vizuri. Hajafika huku labda? Basi anyway, akifika huko basi utatuambia. Na sisi tunaendelea kuuliza. Kwani kuna shida kubwa sana? Wamepishana kitu gani? Labda utakapokuja ukiongea na mama yake anaweza kukueleza zaidi. Wewe shemeji, sikia. Simu ilikatwa pale pale. Jackson hakutaka kuongea maneno mengi kwa sababu alikuwa hafahamu kwamba azungumze nini zaidi na mwanadada Stella. Stella ndiye alikuwa ni mtu wa karibu kabisa wa Lambda. Waliamini kabisa kwamba lazima kama Lambda pale hayupo, mguu wa kwanza lazima utakuwa huko kwa mwanadada Stella. Lakini Stella alijibu kwamba bado hajafika. Bi Squala na yeye akili ilikuwa imevurugika sana, hasa aliposikia kwamba Lambda hajafika kwa Stella. Alijiuliza kwamba huyu binti amekwenda wapi? Ina maana kitendo tu cha mdogo wake kuolewa ndo kimemuudhi kiasi hiki jamani? Labda tumempatia kila kitu. Tumegombana mpaka na mdogo wake ambaye amehangaika sana katika kukuza biashara za nyumbani. Lakini tukampa kipaumbele Lambda ili aweze kusimamia biashara zote mpaka mdogo wake amekasirika. Lakini hili tu la mdogo wake kuolewa, tena ndoa ya siri hata hatujaifahamu, ndilo limemuudhi kiasi kwamba ameamua kuondoka hapa nyumbani. Jamani, ina maana ndo kudeka au ni kitu gani? Mikosi gani jamani? Alizungumza Bi Squala. Alikuwa anaongea huku akiwa analia. Walipojaribu kupiga tena simu katika namba ya mwanadada Lambda ilikuwa haipatikani. Hapo ndipo sasa hata akili zote zilikuwa zimechanganyikiwa sana. Walijiuliza sana na Jackson alikuwa akihoji sana kwamba inawezekana mwanadada Lambda atakuwa ameenda wapi? Masaa yalizidi kwenda. Pale nyumbani alikuwa hajarudi mzee Ibrahim Squala na wala alikuwa hajarudi Lambda. Muda ulizidi kusonga mbele. Dakika zilisogea. Masaa yakaenda. Siku ile ilipita. Usiku umeingia mpaka asubuhi. Hakurudi nyumbani mzee Ibrahim Squala wala hakurudi mwanadada Lambda. Kwa upande wa Bi Squala, pressure ilikuwa iko juu, viwango vya juu kabisa. Jackson alikuwa sasa pale kwa sababu alikuwa anakuja tu kwa sababu ya Lambda, na yeye muda huo ulipofika usiku yeye alikuwa ameshaondoka na kurudi katika maeneo yake ambapo alipokuwa anakaa. Pale nyumbani sasa mwa Bi Squala alikuwa anaiona ile nyumba kama ni kubwa sana. Hakushangaa sana kwa upande wa mzee Ibrahim Squala kutokurudi pale nyumbani kwa sababu ilikuwa ni kawaida yake. Alikuwa na uwezo akaenda na asirudi pale nyumbani. Lakini kilichokuwa kinamuumiza ni kwa sababu aliondoka akiwa na hasira. Lakini tatizo kubwa lilikuwa liko kwa upande wa kumwaza mtoto wake Lambda Ibrahim Squala. Yuko wapi? Simu walipopiga upande wa Stella alisema kwamba Lambda hajafika kwake. Hadi asubuhi hakuna aliyekuwa anafahamu kwamba Lambda ameenda wapi. Bi Squala alizidi kuchanganyikiwa. Jackson asubuhi na mapema alikuja pale nyumbani na kuuliza kama Lambda alikuwa amerudi, lakini majibu yaliyoelezwa ni kwamba Lambda alikuwa hajarudi pale. Sasa mwanadada Stella hasingeweza kuendelea na shughuli zake zingine ikiwa yeye mwenyewe akimpigia simu rafiki yake wa karibu alikuwa hampati. Ilibidi atoke nyumbani kwake na kuja moja kwa moja mpaka pale nyumbani. Alifika nyumbani kwa mzee Ibrahim Squala. Alimkuta Bi Squala akiwa analia sana. Bi Squala alikuwa mawazo yako juu sana. Pressure iko juu. Chakula kilikuwa hakiliki. Alikuwa akimuuliza mtoto wake kipenzi Lambda Ibrahim Squala yuko wapi? Alikuwa hajui. Kwa upande wa pili wa mzee Ibrahim Squala, yeye alikuwa yuko katika kituo cha polisi na hapo sasa alikuwa anataka aanze kutengeneza mambo yake ili mambo yakae vizuri. Swala lake kubwa lililokuwa linamsumbua mzee Ibrahim Squala, alikuwa anataka kufahamu zaidi kuhusiana na Vinod. Amekwenda wapi? Anafanya nini? Ni nani ambaye aliyemchukua? Mzee Ibrahim Squala alianza kuongea na mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai ambaye alikuwa hata si mgeni katika macho yake. Walikuwa ni watu ambao wanafahamiana. Kila dili la hovyo alilokuwa analifanya mzee Ibrahim Squala lilikuwa ni kawaida kabisa kumshirikisha kamanda huyu Ramadhani Juma Hassani.
Kwa hiyo kiongozi, wewe na jopo lako huwa mlipoangalia, mnaona ni nani ambaye aliyemchukua huyo kijana Vinod? Kwa sababu alikuwa ni mtu wangu na mtafuta kwa nguvu sana. Hawezi kuingia kwenye mikono yangu. Ni nani huyo ambaye aliyemchukua? Maneno yale ya mzee Ibrahimu Skwala yalimshangaza kwa kweli hata bwana Ramadhani Juma Hassani. Kamanda Ramadhani Juma Hassani hata yeye alishangaa sana. Kwa sababu muda wote, ukimya wote uliokuwa unaendelea, alikuwa anaamini kabisa kwamba jambo lile limefanywa na mzee Ibrahimu Skwala. Sasa kitendo cha mzee Ibrahimu Skwala kumuuliza kilimshangaza sana. Bosi, kwamba sio wewe huhusiki na hili jambo? Unajua mimi nimejaribu kuwatuliza vijana waweze kuacha kulichunguza, kwa sababu nilikuwa nafahamu kabisa kwamba wewe ndio unayehusika. Kwa sababu tuna hizo kesi zako wewe na huyu kijana kwa mambo fulani hapo nyuma. Tunafahamu. Kwa hivyo mimi niliwatuliza, na ndio maana uliona hata kwenye taarifa ya polisi iliyokuwa imeandaliwa ilikuwa imekaa kimagumashi hivi. Tuliandaa kwenye mazingira ya uzembe hivi ili kusudi tusije tukakufungua na ukaonekana, kwa sababu wewe ni bosi wetu bwana, unatupa maisha hapa mjini. Kwa hiyo nilijua kabisa kwamba ni wewe unahusika. Sikiliza nikwambie afande. Ni kweli kabisa nilikuwa namtafuta huyo kijana. Nilikuwa natamani aingie kwenye mikono yangu niweze kumkata makende na kukata masikio yake. Nilikuwa nataka nihakikishe namkamua utumbo mbele ya macho yangu, na mkamua kwa mikono yangu mwenyewe. Lakini sijafanikiwa. Watu ambao niliokuwa nimewatega waweze kufanikisha hilo jambo, kabla hawajafanikisha nimeona amepotea. Sasa mimi ombi langu ni moja. Cha kwanza ni kuambia kwamba sihusiki kwa namna yoyote, na si mtu wangu yeyote yule anayehusika na jambo hilo. Sasa mimi ni kuombe kitu kimoja tu, afande. Unajua mimi nimegeuka, nimekuwa mdogo sana kama kapiritoni sasa hivi. Kwa nini bosi unasema umegeuka kwa kapiritoni? Hili jambo linanisumbua sana. Kijana kupotea wakati mimi ndo namtafuta, na alafu anapotea. Na bora angekuwa haonekani ningesema amegundua amekimbia, lakini mazingira yanaonyesha ni ya kutekwa. Limenichanganya sana hilo jambo. Ina maana na makosa na watu wengine ambao na wao walikuwa wanamtafuta. Sasa mimi nikuombe kitu kimoja, afande. Niwaombe mchunguze, mgundue kisa na mkasa cha huyo kijana kutekwa. Mkisha gundua kwamba mtu aliyemteka nia na madhumuni yake ni kumfanyia jambo baya, liacheni. Acheni, watakuwa wametusaidia kazi. Japokuwa nilikuwa natamani nimkamate ili nimkate makende, nimkate masikio, nimkamue utumbo mwenyewe kwa mikono yangu. Lakini kama kutakuwa kuna adui yake mwingine amefanya hilo jambo, basi atakuwa amenirahisishia. Kwa hivyo mimi ombi langu tu, nataka mfanye uchunguzi, muweze kugundua kwamba je, amechukuliwa na adui au ni hao vijana niliowapa kazi ndio ambao waliokuwa wamenizunguka. Hilo tu ndilo nalolitaka. Ninataka nijue kama yuko hai au amekufa, ametoroshwa na watu ambao niliowapa kazi na kadhalika, kwa sababu nia yangu ni ili angamie. Kwa hivyo ninaomba mnifanyie tu huo uchunguzi. Na kama ni hawa vijana kama ni hawa vijana niliowapa kazi ya kushughulika naye ndio wamemtorosha, afande anda, yani jueni tu kabisa kwamba nitakuja sijui nielezeje, lakini eleweni tu. Hebu nitafutieni kwanza, alafu mtafahamu. Nitafutieni ukweli kuhusu hili jambo, ni nani aliyemteka. Alafu tutakuja mezani tena kwa mara nyingine. Hilo tu ndilo ninalowaomba. Alizungumza mzee Ibrahimu Skwala,
Wakati huo Ramadhani Juma Hassani, kamanda mkuu mpelelezi wa makosa ya jinai, alikuwa anamtazama kwa umakini mkubwa. Yaani upande wa majukumu ya kikazi ni kama sasa mzee Ibrahim Squala ni kama yeye ndio alikuwa ni mkuu wa polisi. Yeye ndiye ambaye alikuwa anawaeleza wafanye nini na wasifanye nini. Na pale bwana kamanda huyu alipiga saluti kuashiria kwamba amepokea maagizo ambayo alikuwa amepewa na mzee Ibrahim Squala ya kufanya uchunguzi na kufahamu ni nini kisa na mkasa cha kumfanya bwana Vino Dindungulu aweze kupotea. Alipiga saluti kuonyesha amekubali. Nimekuelewa mzee wangu. Na hata hivyo kama ungewahi mapema huenda tungekuwa tumeshagundua. Lakini kwa sababu tayari umechelewa, ngoja tuingie kazini kwa sasa. Hakuna kitu ambacho jeshi la polisi litashindwa kukifanya. Na hasa kitu kinachokuhusu wewe mzee wetu ambaye unatupa maisha hapa mjini. Amini kabisa kwamba hilo jambo litakamilika. Hamna shida mzee wangu. Sawa kabisa. Na mimi naamini hamwezi mkashindwa. Na kama mkigundua kwamba hawa vijana hawa ndio ambao waliomtorosha, nitawapa kazi maalum. Sawa, hamna shida mzee wetu. Tunakuamini kabisa. Naomba ni wapange vijana waweze kuingia katika uchunguzi wa kufahamu kisa na mkasa. Kwa sababu tuliacha kwa sababu tuliamini ni wewe. Na tusingeweza kukuingilia katika misheni zako. Tunafahamu wewe ni mtu ambaye unalinda biashara zako. Na sisi kazi yetu ni kukuhakikisha kwamba unakuwa salama muda wote. Sawa, naomba mfanye hiyo kazi. Mzee Ibrahim Squala alikuwa amemaliza kuwaeleza vijana wake kazi. Kwa sababu hawa sasa sio kwamba tu ni polisi. Hawa ni kama vijana wake. Wanapokea maagizo moja kwa moja kutoka kwa mfanyabiashara mkubwa mzee Ibrahim Squala. Mzee Ibrahim Squala sasa pale aliondoka na taratibu alikuwa anataka kurudi nyumbani kwake. Alipanda gari yake na hapo sasa simu alikuwa anaiona ni ya moto. Alikuwa ameweka kabisa airplane mode. Alikuwa hataki kupokea simu kutoka mahali popote na alikuwa hataki kuingia katika mitandao ya kijamii kwa sababu ilikuwa inamvuruga vibaya sana. Kwa hivyo alikuwa hafahamu chochote kinachoendelea kule nyumbani kwake. Alipanda gari yake baada ya kutoka pale na hapo sasa alirudi moja kwa moja nyumbani kwake. Ikiwa ni siku nyingine kabisa. Alipofika nyumbani alishangaa kumkuta mwanadada Stella akiwa yuko pale nyumbani. Yuko amekaa pamoja na mke wake, yani Bi Nurati aka Bi Squala. Mzee Ibrahim Squala aliangaza macho yake pande zote kutazama kama angelimuona binti yake kipenzi, binti labda Ibrahim Squala, lakini alipotazama hakumuona. Na hata alipomtazama mke wake pamoja na Stella, aliwaona wote wakiwa wako katika hali ambazo si za kawaida. Nyuso zao zilikuwa zinaonyesha kukunjamana. Nyuso zao zilikuwa zimejaa bonge la huruma. Lilikuwa limejaa bonge la huzuni kubwa sana. Walikuwa wamejawa na huzuni kupita kiasi. Kitendo kile kilimfanya mzee Ibrahim Squala kuuliza maswali ambayo hayaishi. Kwa nini mko hivi? Kuna tatizo gani? Alafu labda yuko wapi? Mbona mmekaa kinyonge sana? Maswali mengi ambayo yalikuwa bado hayajapata majibu yalikuwa yameongozana. Mzee Ibrahim Squala alikuwa anayauliza. Pale Bi Squala, mke wa mzee Ibrahim Squala, alimweleza mume wake, hebu kaa kwanza hapo. Kaa kwanza kwa sababu matatizo naona ni kama sasa yamehamia katika familia. Kwa nini unasema hivyo? Kaa, nimekwambia. Haya, nimekaa. Hebu nieleze sasa. Shida ni nini? Mbona wote mmekaa katika hali ya huzuni hivi? Mume wangu, unajua nimejaribu sana kukupigia simu kwa upatikane. Shida ni nini? Nataka mnieleze habari ya tatizo linalowafanya mwe hivyo. Sio habari ya mimi kutokupatikana.
Light, kama ungejua wala usingeanza kufoka kiasi. Nimesema nataka mniambie matatizo, shida ni nini? Au mnataka niondoke hapa? Hapana. Hivi unajua kwamba tokea jana labda hafahamiki mahali alipo? Unasemaje? Ndiyo. Labda hajulikani kwamba yuko wapi. Yaani hajulikani mmempeleka wapi? Ametekwa na yeye? Waliomteka Vino ndio wamekuja kumteka na binti yangu? Usitaka kuniambia? Hapana. Sijasema kwamba ametekwa. Bali yuko wapi? Jana nilikuwa naye hapo ndani. Mlikuwa kwenye peace room. Yuko wapi? Naomba upunguze jazba. Napunguzaje jazba? Mtoto hayupo. Napunguzaje jazba? Na masuala ya msitaki kuniletea ujinga mjue. Msitaki kuniletea upumbavu mjue wote hapa. Haya. Labda yuko wapi? Mume wangu, kama ambavyo unakumbuka jana ulituacha kwenye mazingira ya sintofahamu baada ya wewe kuondoka. Kambra aliendelea labda usimtaje huyo Kambra kabisa, usitaje hilo jina kabisa, sitaki kulisikia hapo ndani. Samahani, nimekosea tu. Ulivyotuacha na labda hapa ndani, akiwa analalamika kwamba hajapendezwa na mdogo wake kuolewa kabla yake yeye. Aliendelea kulalamika baada ya wewe kuondoka, na nilijaribu kumbembeleza, lakini katika hali ya sintofahamu jazba zilimpanda, na hatimaye aliondoka hapa na kuniambia kwamba tusimtafute. Tulitegemea kwamba ameenda kwa rafiki yake Stella, lakini tulifanya juhudi zote kumpigia Stella tukiwa na Jackson, lakini Stella alisema kwamba hayupo. Mwanzoni simu yake ilikuwa haipatikani, ile haipokelewi. Baadaye simu yake haipatikani, mpaka hapa tunapoongea simu yake haipatikani. Tulipojaribu kukupigia wewe ili tukueleze, na wewe ulikuwa hupatikani. Sijui kabisa mpaka leo kwamba labda ameelekea wapi. Maneno yale yalimchanganya sana mzee Ibrahim Skwala. Alijiuliza sana kwamba kipenzi chake, mtoto wake kipenzi kabisa, labda Ibrahim Skwala ameelekea wapi. Mke wangu, unaongea ukiwa serious au unanitania? Ya kwamba hujui kwamba labda yuko wapi? Hufahamu kwamba yuko wapi? Mume wangu, siwezi kukutania mambo makubwa kiasi hiki, ilhali najua kabisa kwamba tuko kwenye matatizo. Siwezi kuthubutu kukuletea utani katika mambo kama haya, na ndio maana unatuona sisi wote tunamenyongonyea. Stella, una uhakika kabisa kwamba labda hujui mahali alipo? Sijui baba. Ni nani rafiki yake mwingine wa karibu kama sio wewe? Ni mimi baba, lakini sijui mahali alipo kwa sababu huko kwangu hajafika, na nilipojaribu kumpigia simu alikuwa hapatikani. Ni kweli kwamba alilalamika sana hata akiwa kwangu kwamba anaumia sana Kambra kuolewa. Unapoongea hebu naomba usitaje hilo jina. Hilo jina usilitaje. Kama unataka kutaja jina, taja jina la labda. Hayo majina mengine tumia kodi, tutakuelewa tu. Samahani baba. Aliumia kwamba mdogo wake ameolewa kabla yake, kitu ambacho yeye hakukipenda. Alilalamikia, lakini mimi nilimtuliza. Hata Jackson alikuwa ananieleza kwamba amelalamikiwa. Nimelikuta hilo jambo kwa mama, inaelekea kweli hilo jambo lilimuuma sana labda. Kinachoniumiza ni kwamba
nilitegemea kwamba hata alipoondoka hapa nyumbani angekuja kwangu, au kama haji kwangu lakini angetoa taarifa yoyote. Lazima mimi ningejua, lakini badala yake amenisaliti mpaka mimi hajaniambia kwamba ameelekea wapi. Ndio maana hata mimi hapa nilipo sina amani kabisa. Sijui kabisa nifanyeje baba. Msikilizaji, Mzee Ibrahimu Skwala alichanganyikiwa kabisa, sijui afanye nini. Alikuwa anaiwazia kampuni yake ya Tampamo. Alikuwa anawaza sana kwamba ni nini kitakachoendelea. Mtu ambaye aliyekuwa anategemea kwamba ndiye msimamizi mkuu wa kampuni ile, kwa dakika zile alikuwa haonekani. Haraka sana Mzee Ibrahimu Skwala alijiuliza, je, vipi kama wafanyakazi ambao waliokuwa wanasimamia kampuni ile, wengine walikuwa wamefahamu kabisa kwamba msimamizi mkuu alikuwa hayupo? Kama wanafahamu kabisa kwamba msimamizi mkuu alikuwa ametoweka, sio kwamba watakuwa wamepiga luzi kubwa sana, sio kwamba watakuwa wameibia kampuni sehemu pakubwa, na hasa ukizingatia kwamba Mzee Ibrahimu Skwala na yeye alikuwa hapatikani kwenye simu tokea jana. Vipi kama watakuwa wamefahamu? Sasa frustration ilianza kumjaa Mzee Ibrahimu Skwala. Haraka sana pale alitoka na kuwasha gari yake, moja kwa moja alikuwa akienda kuangalia habari kwanza ya mali zake, kwamba je, kampuni iko salama? Kama mtu ambaye aliyekuwa anaisimamia ametoweka kwa kujitorosha, vipi kama wafanyakazi wamefahamu? Hawajaiba? Aise msikilizaji, mtu asikwambie tajiri bana anaangalia mali zake zaidi kuliko kitu chochote kile. Yaani badala ya kutoka na kwenda kumtafuta mtoto wake, haraka sana yeye aliwahi kuangalia usalama wa kampuni yake, kwamba je, mali ziko salama. Mzee Ibrahimu Skwala moja kwa moja alienda mpaka katika kampuni ya Tampamo, makao makuu ya kampuni ile. Aliingia mpaka ndani. Haraka sana alienda mpaka kwa mhasibu. Alianza kuuliza kuhusu ukaguzi na kuanza kuangalia vitabu vya ukaguzi wa mali, kuangalia biashara jinsi zilivyokwenda na kuangalia kwamba je, mambo yote yako salama. Moyo ulikuwa na mwenda mbio. Ukaguzi aliufanya haraka sana. Hata yeye alishindwa kuelewa kwamba anakagua kitu gani, kwa sababu kuna vitu alikuwa anaviruka kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa spidi, akiogopa kwamba inawezekana ameibiwa. Kwa bahati nzuri, mambo yote yalikuwa yako salama. Katika kampuni ya Tampamo, mkurugenzi aliyekuwa pale na wasimamizi wengine wa maeneo mbalimbali katika vitengo mbalimbali vya kampuni walikuwa hawajafahamu ukweli kuhusiana na mwanadada Lambda. Kwa hivyo vitu vyote walikuwa wameviweka kwa utulivu mkubwa sana. Jambo lile lilimfanya Mzee Ibrahimu Skwala kushusha pumzi ya furaha. Safi sana. Siwezi kutoka hapa sasa tena. Ni kweli binti yangu haonekani, lakini siwezi kutoka na kuachia hawa watu usimamizi wa kampuni yangu. Nitahakikisha vitu vyote nasimamia mimi mwenyewe. Labda ni binti yangu kweli, lakini itabidi tuangalie namna ya kumtafuta, namna nyingine, kwa sababu yeye hajatoweka. Yani hajatekwa, aliondoka mwenyewe. Naamini kuna mahali yupo amejificha. Ikiwa nitatoka na mimi hapa na kuanza kuhangaika kumtafuta mtu ambaye aliondoka kwa uzima wake kabisa, ninaweza nikapoteza mali zote za kampuni na mimi nikarudi kuwa maskini mkubwa. Alafu baadaye nikimpata huyo binti yangu, sijui hata atakuwa anasimamia kitu gani. Polisi watafanya kazi yao, lakini mimi sitakubali kuachia kampuni hii tena. Nitasimamia mwenyewe mimi mwanzo hadi mwisho, kuhakikisha kila kitu nakifahamu, mpaka pale ambapo Lambda atakapopatikana. Asante Mungu, vitu viko salama. Alikuwa akijisemea Mzee Ibrahimu Skwala akiwa ndani ya ofisi za kampuni ya Tampamo. Hata wafanyakazi wengine wa kampuni ya Tampamo walipokuwa wakipita na kumtazama Mzee Ibrahimu Skwala, waligundua kabisa kwamba mzee hayuko sawa. Lakini hawakushangaa sana, waliamini kwamba ni masuala yale yale yanayohusiana na binti yake mdogo Kamra Ibrahimu Skwala ndio ambayo pengine yanamtatiza. Walikuwa hawajafahamu kabisa kwamba hili ni pigo jingine jipya kwa Mzee Ibrahimu Skwala kuhusiana na mtoto wake mpendwa, yani Lambda kutokuonekana.
ametoroka, amekwenda wapi? Msikilizaji, kichwa cha mzee Ibrahimu Skwala kilikuwa kinawaka moto. Kichwa cha mama Skwala kilikuwa kinawaka moto. Jackson alikuwa na yeye hayuko vizuri. Alikuwa akijiuliza mpenzi wake yuko wapi. Hata Stella alikuwa anawaza sana. Mawazo yao kila mmoja yalikuwa yanalenga sehemu tofauti tofauti. Kwa upande wa mwanadada Stella, alikuwa anawaza sana kuhusiana na mambo mbalimbali ya hatari sana, mambo ya kimafia ambayo walikuwa wameyafanya akiwa pamoja na mwanadada Lambda. Hofu yake ilikuwa ni je, kama akikamatwa na akabanwa vizuri, si anaweza akatoa siri? Na hapo sasa akaanza kuchafua mpaka kampuni za upande wa familia ya Bushenza, familia ya akina Stella. Stella aliogopa sana. Alitamani kumtafuta na kumpata mwanadada Lambda ili hakikisha kwamba yuko kwenye mikono yake, asije akaenda huko na akabanwa pengine na watu fulani na kuanza kuropoka kuhusiana na uchafu ambao walikuwa wameufanya pamoja. Familia yetu iko hatarini sana. Iko hatarini ikitokea kama Lambda akikamatwa na watu wasiomtakia mema. Ni lazima wakimbana anaweza akaongea ukweli na familia ya Bushenza itaanza kuingia hatiani. Familia ya Bushenza bado haijafahamika uchafu wake. Ikifikia kampuni za Bushenza nazo zikianza kupata matatizo kama zilivyo kampuni ya Tampamo, litakuwa ni pigo kubwa sana katika familia. Lambda anapaswa ingie kwenye mikono yetu. Sijui shoga yangu huyu imekuwaje. Itabidi nitumie kila rasilimali kuweza kumtafuta na kumpata, ili kuhakikisha anakuwa kwenye mikono yetu. Asije akabanwa huko akaanza kutoa siri na kampuni ya Bushenza nayo ikianza kuchafuka. Sijui kwa kweli, sijui tutaisafishaje. Ngoja nikatulize kichwa, niangalie namna ya kumpata. Lambda hapaswi aondoke. Ni hatari sana. Ni bora angekufa kuliko aendelee kuwa hai alafu asiwe kwenye himaya yetu. Alikuwa akijiongelesha mwenyewe mwanadada Stella. Ni mwanadada Stella kutoka familia maridadi kabisa, familia ya Bushenza. Kama kawaida, wakati wote bwana tajiri anaangalia mali yake. Mwanadada Stella ambaye ni rafiki kwa karibu kabisa wa binti Lambda, lakini bado yeye badala ya kuwaza kuhusiana na usalama wa Lambda, yuko bize kabisa anauliza kuhusiana na mali. Anaogopa kabisa kwamba kama Lambda akipotea na akaja akakamatwa na watu wabaya, basi anaweza akataja siri nyingi sana ambazo zinaweza zikaharibu biashara zao. Yaani urafiki wake hata si kitu. Anachowaza ni usalama wa mali za familia yake. Huo ndio urafiki bwana, na hiyo ndio pesa. Msikilizaji, upande wa pili, kwa upande wa kampuni ya Njari Security, walikuwa na wao wakiwa wanahangaika wakitaka kujua ukweli. Walikuwa wanahitaji sana kufahamu ukweli kwamba ilikuwaje sasa askari wao ambaye alikuwa amepewa kazi ya kumlinda bwana Vinod, eti ikatokea kwamba Vinod ametekwa na ameshindwa kumsaidia. Kikao cha bodi kilikaa katika kampuni ile ya Njari Security. Walikaa pale, lakini uchunguzi ulipofanyika, baada ya maelezo yale yaliyokuwa yameandikwa vizuri ya mwanajeshi wao yule wa usalama, yalionyesha kabisa madoa kwamba kuna uwezekano mkubwa yule askari wao alikuwa anahusika moja kwa moja katika kuchomesha kuhakikisha kwamba Vinod anatoweka. Sasa walikuwa bado hawajaipata drive. Yaani driving force walikuwa hawajajua. Yaani ni kitu gani kilipelekea mpaka askari wao kukubali kutumika kuhakikisha kwamba Vinod anapotea. Lakini viashiria vyote vya kiuchunguzi ndani ya kampuni ya Njari Security vilionyesha kabisa kwamba
lazima kulikuwa na uwezekano ambao askari wao angeweza kumsaidia Vinod asitoweke, lakini kwa makusudi kabisa askari wao aliamua kula pauzi, yani kutulia na kuhakikisha kwamba Vinod anatoweka. Sababu ni nini? Bado walikuwa hawajafahamu. Sasa kwa sababu walikuwa hawajapata sababu, waliamua kwanza kumsimamisha kwa muda, wakimwambia utaendelea kubaki ndani ya kampuni ya Njari Security, lakini hutafanya jukumu lingine lolote, utabaki hapa ndani kwa ajili ya kufanywa uchunguzi mpaka tuweze kufahamu ukweli zaidi kuhusiana na kupotea kwa Vinod. Kwa hivyo bana, askari yule aliyekuwa amepewa kazi ya kumlinda Vinod aliambiwa yeye atabaki pale pale. Ni kama alikuwa yuko kizuizini, kwa sababu alikuwa haruhusiwi kutoka kwenda mahali popote, na hata kuwasiliana na simu ilikuwa ni mpaka aruhusiwe kwamba anawasiliana na nani. Ni ukweli kampuni ya Njari Security walikuwa wako busy sana na walikuwa wako serious sana katika kuhakikisha kwamba wateja wao wanaopewa kuwalinda wanakuwa salama. Sasa vipi tena, mbona huyu askari ni kama ameleta usaliti katika kampuni? Basi kampuni ya Njari Security ilisema ni lazima imchukulie hatua, na hatua za mwanzo walisema tu ni kumsitishia masuala yake ya kufanya kazi, asipewe sehemu yoyote ya ulinzi, akae pale ndani kwa utulivu ili afanywe uchunguzi. Hiyo ndio hatua ambayo iliyokuwa imechukuliwa na kampuni ya Njari Security. Upande mwingine ilikuwa ni kikosi kazi cha Kamana Smembe na watu wake. Katika kikao chao cha mwisho walikubaliana kwamba inabidi mtu mmoja wao aingie moja kwa moja kwa mwanadada Kambra ili aweze kufahamu, je, ni kampuni gani hiyo ambayo ilikuwa imepewa kazi ya kumlinda bwana Vinod. Sasa msikilizaji, kwa sababu mwanadada Kambra naye alikuwa hafahamu kabisa mambo mengi, alikuwa hafahamu kama Vinod alikuwa analindwa au la, lakini taarifa ambazo angeweza kuzitoa ni dhahiri shahiri zilikuwa zinatoa mwanga mkubwa. Lazima zingetoa mwanga mkubwa sana kwa wapelelezi wakubwa hawa wa kikosi cha bwana Kamana Smembe. Dito, mmoja wa kikosi kazi cha Kamana Smembe, alitoka pale na moja kwa moja alitafuta namba ya mwanadada Kambra Ibrahim Skwala. Alimpigia simu na kumweleza kwamba yeye ni mwandishi wa habari wa chombo kimoja ambapo hii ni TV ya online, na hivyo anahitaji waweze kukutana, aweze kumfuata nyumbani ili waweze kuzungumza mambo kadhaa. Na kweli mwanadada Kambra alikubali, akamkaribisha Dito nyumbani, akamwambia karibu, mimi nipo. Kwa upande wa Kambra alifurahi sana akijua kwamba jambo lake linazidi kwenda mbele na litamsaidia yeye kupata majibu kuhusiana na mahali alipo Vinod, lakini pia ulinzi wake utakuwa ni imara zaidi. Sasa Dito alitoka pale na moja kwa moja alienda akiwa na maiki yake na mwenzake na mtu wa kamera, lakini walipofika nyumbani kwa Kambra walimueleza kwamba hili jambo haliwezi kuwa live kwa sababu kuna mambo ya msingi yanapaswa yauliziwe, alafu kisha yajibu hayo mambo ya msingi, basi tutaangalia ni jambo gani la kupeleka hewani na ni jambo gani ambalo si la kupeleka hewani. Kambra alipouliza kwa nini, bado walimueleza kwamba polisi ilishatoa utaratibu kwamba kuna mambo ambayo hayapaswi yapane hewani kwa sababu za kiuchunguzi. Kwa hivyo mwanadada Kambra alielewa haraka tu, kwa sababu masuala ya kiuchunguzi alielewa kabisa kuna mambo hayapaswi yawekwe online. Kwa hiyo alielewa, na pale sasa Dito alianza sasa kumhoji maswali kadhaa mwanadada Kambra. Kambra alijieleza mambo mengi, lakini Dito alikuwa anaenda moja kwa moja katika kuhoji tu. Alitaka kujua ukweli kwamba ni nani ambaye, ni kampuni gani hiyo ambayo ilikuwa inafanya ulinzi kwa upande wa Vinod. Baada ya kuzunguka sana na kukuta kwamba mwanadada Kambra hataki kuingia kwenye 18 na kujibu yale maswali, yani kuleta ukweli, ilibidi aulize moja kwa moja. Akaanza kumuuliza, vipi kuhusiana na ulinzi wako wewe? Kwa kweli kuhusiana na ulinzi wangu kwa sasa mimi sina mashaka sana. Kwa nini unasema huna mashaka? Sina mashaka kwa sababu kwanza mimi sikujua kama nilikuwa na ulinzi. Nilipokwenda kuhitaji kupata ulinzi ndipo nilipoambiwa kwamba mimi tayari nilikuwa na ulinzi tayari. Nilionyeshwa dokumenti mbalimbali kwenye kampuni ile ambayo kumbe mimi nilikuwa nimewekewa ulinzi na Vinod mapema sana. Kwa hivyo ikabidi tu niombe kuongezewa ulinzi kwa sababu tayari kumbe mimi nilikuwa na mlinzi wa siri. Maneno yale aliongea Kambra moja kwa moja sasa yalikuwa yamempa bwana Dito ukweli mwingi sana, kwa sababu
Kwenye uchunguzi zao walizokuwa wamezifanya, walikuwa wamejua kabisa kwamba Kambra alikuwa na ulinzi wa siri. Kumbe hata Kambra alikuwa hafahamu. Sasa alipoongea vile, Dito alifahamu kwamba sisi tulikuwa tumeshafahamu, kwa sababu kila tulipokuwa tunataka kuwakamata hawa, tulikuwa tunaona kabisa kwamba inashindikana, kwa sababu walikuwa wanaonyesha kabisa kwamba wana ulinzi binafsi, tena ulinzi wa siri. Sasa pale ndipo akabidi amhoji ni kampuni gani ambayo wewe ulikuwa unafanya nayo kazi. Hatutaweka hewani, lakini hiyo kampuni ambayo ilikuwa imepewa ulinzi wako tunatamani sana tuweze kuifahamu, lakini hatutaliweka hewani. Ni kampuni ya Njari Security. Ndio kampuni ambayo nilienda kwa ajili ya kutafuta ulinzi, kwa sababu Vinod alishanieleza kwamba ni kampuni nzuri. Kwa hivyo nikawa nimeenda kuhitaji kupata ulinzi, lakini nilipofika ndipo nikaambiwa kwamba na mimi tayari nina ulinzi. Nilionyeshwa na document, nikaelezwa kabisa kwamba kuna mlinzi wa siri naye. Okay. Kwa hiyo kampuni ya Njari Security ndio kampuni ambayo ilikuwa imepewa kazi ya kukulinda wewe, na ndio ambayo inakulinda mpaka sasa hivi. Ndio. Inanifanyia ulinzi mpaka sasa hivi. Wa siri. Lakini sasa ni wa siri nikiwa nafahamu, tofauti na mwanzo ambapo ilikuwa ni ulinzi wa siri nikiwa sijui, lakini sasa hivi ni ulinzi wa siri nikiwa nafahamu kwamba ninalindwa. Na ni kwamba niliongeza ulinzi tofauti na mwanzo. Sasa hivi ninao ulinzi zaidi. Siwezi nikakueleza mambo yote kwa sababu mambo mengine ni masuala yangu binafsi ya kiusalama. Ni kama hivyo. Sijui kama kuna kitu kingine ungetamani kukifahamu kutoka kwangu. Ninatamani sana kufahamu. Je, Vinod naye alikuwa na ulinzi? Hakuwahi kuniambia kwamba ana ulinzi. Hakuwahi kuniambia kwamba alikuwa na ulinzi. Na hata nilipofika kule kwenye kampuni ya Njari Security kuuliza kuhusiana na mimi kupata ulinzi, nikaambiwa nimewekewa ulinzi, na mimi nilitaka kujua kwamba kama na yeye alikuwa na ulinzi. Lakini waliniambia hawawezi kunijibu kwa sababu kuna masuala ya kuchunguzia yanaendelea. Kwa hivyo sikuwahi kujua kwamba Vinod alikuwa na ulinzi au la. Inawezekana kweli akakuwekea ulinzi alafu yeye asijiwekee. Kwa upande wa Vinod inawezekana. Vinod ni mtu ambaye anaonyesha upendo mkubwa sana kwangu. Na hasa ukizingatia kwamba mimi, kama mnavyojua waandishi wa habari, mimi nilikuwa na matatizo yangu ambayo yalikuwa yanazungumzwa sana kuhusiana na mimi na familia yangu, familia ya Mzee Ibrahim Squala. Siwezi nikashangaa kama Vinod angeweza kuniwekea ulinzi na kujiacha yeye plain bila ulinzi. Sitoshangaa sana. Msikilizaji, maneno yale ambayo yalikuwa yanazungumza mwanadada Kambra Ibrahim Squala, I say, yalikuwa ni yanamfungua sana bwana Dito, akiwa anajua kabisa amepata taarifa zake nyeti. Unajua Dito alipofika pale, alijitambulisha kwamba yeye ni mfanyakazi wa online moja iliyokuwa inafahamika kama Papi TV. Papi TV. Sasa kwenye hii Papi TV, ukweli ni kwamba ni television ambayo ipo, online TV ambayo ni kweli ipo kabisa. Lakini uhalisia ni kwamba yeye bwana Dito alikuwa amechukua kamera, amechukua na zile mic, akaziweka label tu za ile Papi TV, lakini ukweli ni kwamba yeye alikuwa sio mfanyakazi wa Papi TV. Mwanadada Kambra alikuwa anajua kabisa anaongea na mfanyakazi wa Papi TV. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa anaongea na mtu hatari sana, kwa sababu alikuwa anamuwinda muda mrefu. Alikuwa anamuwinda muda mrefu na akawa hajampata. Na Kambra alikuwa hajui kabisa kwamba ameongea mambo mengine mengi sana kuhusiana na ulinzi wake bila yeye kufahamu kwamba hayo mambo ni hatari, na mtu anayeongea naye si mwandishi wa habari bali ni mtu ambaye mara nyingi alikuwa anamtafuta kwa ajili ya kumwangamiza. Aliongea na kumaliza pale, na hatimaye walifunga mjadala ule, na hapo huko akimueleza kwamba taarifa zako zingine zitakazofaa kupandisha online tutazipandisha online, zingine ambazo hazitofaa hatutopandisha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mumewe anapatikana. Basi bwana walimaliza maongezi pale, na Dito alitoka na moja kwa moja sasa alienda kwenye chumba chao cha kukutania, chumba cha kazi, mahali ambapo mwenyekiti wao wa kikosi kazi kile bwana Kamana Smembe alikuwa amekaa na kusubiria. Taarifa ile aliyokuwa ameichukua kutoka kwa mwanadada Kambra ilikuwa imeletwa na kuwekwa mezani, kwa sababu alikuwa wamemrekodi.
ziliwekwa pale, na sasa kwenye skrini kubwa zilikuwa zinaonyeshwa pale, na wote wakiwa wako pale wanasikiliza kwa umakini sana mahojiano yale. Haikuchukua hata dakika nyingi kwa watu wale ambao walikuwa ni majasusi serikalini ambao waliokuwa wamefukuzwa kazi. Ilikuwa ni rahisi sana kugundua. Waliunganisha dots tu kiwepesi, wakasema ikiwa Kambra Ibrahim Squala alitafutiwa ulinzi akiwa yeye hafahamu na bwana Vinod, na ulinzi ulikuwa unatoka kwenye kampuni ya Njari Security, moja kwa moja lazima ulinzi ambao aliokuwa anao bwana Vinod ulikuwa ni wa kampuni hii ya Njari Security. Sasa kuhusiana na kwamba Vinod alikuwa na ulinzi au la, haikuwa issue, japokuwa bwana Vedito alikuwa anamuuliza Kambra, lakini alikuwa anajua kabisa kwamba ana ulinzi kwa sababu alishaona katika tafiti zao walizozifanya mwanzoni wakati wanataka kuwakamata, walishagundua kabisa kwamba Vinod alikuwa na ulinzi. Hata kama mwanadada Kambra alisema kwamba hajui kabisa kwamba alikuwa na ulinzi au la, aisee, kwa upande wa kikosi kazi cha Kamana Smembe kilikuwa kina uhakika 100% kwamba Vinod alikuwa na ulinzi. Ila tatizo lao ilikuwa ni nani ambaye, ni kampuni gani ambayo ilikuwa inafanya ulinzi kwake? Ni dhahiri majibu walikuwa wameshayapata kwamba ni Njari Security kwa 99% ndio iliyokuwa inafanya ulinzi kwa upande wa Vinod, kama ambavyo ilivyokuwa inafanya ulinzi kwa upande wa Kambra Ibrahim Squala. Nafikiri ndugu zangu, hakuna kitu kipya tena hapa. Hakuna kitu ambacho ni siri tena. Vinod Ndungulu alikuwa analindwa kwa siri na kampuni ya Njari Security. Ndio. Hapa hakuna mashaka tena. Lakini sisi kama majasusi tunapaswa tuthibitishe moja kwa moja kwa 100%. Ni kazi yetu sasa kufanya uchunguzi na kugundua kwamba mashaka yetu yanayosema kwamba kampuni iliyokuwa inamlinda Kambra ndio hiyo inayomlinda Vinod, mashaka yetu yako sahihi. Kwa sababu tunapaswa tufanye mambo kwa uhakika zaidi. Hatuwezi kuyapa mashaka yetu tu 100% mpaka pale ambapo tutakapothibitisha ni kweli. Lakini swala la kuthibitisha haliwezi kuwa gumu sana tena, kwa sababu tayari tumeshakwisha kugundua kwa 100% kubwa kwamba kampuni ile ndio inayohusika. Sasa hapa inabidi tuchore mchoro mmoja wa kutufanya sisi tuweze kuingia na kuipata kampuni na kufahamu kwamba ni kweli kampuni hii ndio ilikuwa inafanya kazi. Tuchore mchoro ni namna gani tunaweza tukaingia kwenye kampuni hii na kupata kweli huo. Ni kweli aisee, lakini sasa hapa ndugu kiongozi, jambo lingine ambalo tunapaswa kulifanya, inabidi tuyafanye yote kwa pamoja. Yaani hapa pamoja na kujua hilo, lakini inabidi tuweke mkakati wa pili wa kufahamu pia hapo mtu ambaye, yani askari aliyekuwa amepewa kazi ya kumlinda Vinod. Tufanye haraka sana ili tuweze kukamilisha jambo hili. Tukishapata hayo, tutakuwa na taarifa nzuri ambayo tukimpelekea bosi Ibrahim Squala, kwa namna moja au nyingine anaweza akatuelewa, na hapo tutakuwa tunajua kwamba tunafanyaje. Tunaelewa sana ulivyosema ni vibaya sana kupoteza imani kwa mabosi kama hawa. Kwa hivyo pamoja na kuchora mchoro wa kwanza, basi tuchore na mchoro wa pili wa kumjua askari, kwa sababu tuna imani sana kwamba kampuni itakuwa ni hii. Kwa hiyo tumalize kabisa na kuchora mchoro wa namna gani tunaweza tukamjua askari aliyekuwa anahusika na kitendo hiki cha ulinzi wa siri kwa upande wa Vinod. Na kushukuru sana ndugu yangu kwa hoja yako hii nzuri. Ni kweli kwamba inabidi tuchore hii michoro mara mbili. Tuchore mchoro wa kwanza wa kutusaidia kuweza kufahamu kama ni mashaka yetu ni ya kweli kuhusu Njari Security kwamba ndio walikuwa wanamlinda Vinod. Lakini pia vile vile tupate ukweli wa ni nani anahusia aliyekuwa ni askari wa kumlinda Vinod. Mambo mengine tulishajua kwamba ni lazima alichukua rushwa. Sasa tukishafahamu, tutaanza kujiuliza ana uhusiano gani na huyo mtu ambaye aliyempa rushwa.
Na huyo mtu aliyempa rushwa alikuwa anataka kitu gani? Msikilizaji, kampuni ya Njari Security ilikuwa haijafahamu kwamba kuna mikakati inachorwa namna gani ya kuwapeleleza. Upande wa kikosi kazi cha Kamanas Membe walikuwa wako serious na kuchora michoro ni namna gani wanaweza wakaingia katika kampuni ile ili waweze kufahamu. Bwana, palikuwa ni patamu sana hapa. Majasusi wanataka kuchunguza majasusi wenzao. Palikuwa panahitaji akili kubwa sana ili kuweza kufahamu. Nia yao ni kwamba waweze kumpata askari, waweze kumfahamu askari anayehusika, aliyekuwa anahusika na kumlinda Vinod. Na kwa sababu taarifa zao walizoziangalia ni kwamba lazima askari huyu alikuwa amekula rushwa, wamtafute mtu ambaye aliyekuwa ametoa rushwa ili waweze kufahamu ni kitu gani alikuwa anakitaka kwa Vinod mpaka akamchukua. Je, kuna shida gani hapo? Walikuwa wanataka wajue kitu kilichomsukuma askari yule kuchukua rushwa. Lakini bado huku walipaona ni mbali. Nia na madhumuni ilikuwa ni kwanza waweze kufahamu, je, kampuni ndio ile, na je, askari huyo ni yupi? Msikilizaji, hapo ndipo palikuwa ni pamoto sana. Upande mwingine ni katika jeshi la polisi. Bwana Ramadhani Juma Hassani, mkuu wa kitengo cha upelelezi wa makosa ya jinai serikalini. Huyu sasa alikuwa amefungulia mbwa wake kuweza kufahamu rasmi ni kitu gani kilichopelekea Bwana Vinod kuchukuliwa. Nia na madhumuni sio kwa sababu anataka kumtetea Vinod, lakini alikuwa anataka kufanya kazi ya bosi wake, mtoa rushwa mkubwa huyu Mzee Ibrahim Skwala. Kama ambavyo walivyokuwa ametoa kazi kwamba anahitaji afahamu tu kama Vinod amechukuliwa na adui, basi hakuna tatizo. Lakini kama ni jambo la siri lililofanywa na Bwana Kamanas Membe na wenzake, aisee, hilo jambo lingeipandisha sana ghadhabu ya Mzee Ibrahim Skwala. Basi bwana mkuu wa makosa ya upelelezi, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai Ramadhani Juma Hassani, kamanda mstaarabu wa kumtazama lakini mhovyo sana katika matendo, alikuwa sasa ameanza kuwapa kazi vijana wake wa upelelezi ili kuweza kufahamu scenario nzima ya kutekwa na kupotea kwa Bwana Vinod. Siku zilikuwa zinasonga, lakini ukweli wa mahali ambapo Vinod alikuwa ulikuwa haujafahamika. Polisi waliingia sasa mtaa kwa mtaa kuchora ramani za kila namna ili kuweza kufahamu ni nani ambaye aliyekuwa amefanya utekaji wa Bwana Vinod. Haikuchukua muda mrefu, ni ndani ya siku 3 tu za awali, polisi ilirudi na taarifa ambayo ilikuwa imebeba mambo mazito sana. Ilikuwa inaongea ukweli mwingi sana kuhusiana na tukio la kutekwa. Ni kweli ilikuwa haijabeba taarifa zote, lakini kulikuwa na taarifa za muhimu sana. Uchunguzi wa polisi uliofanyika na kuletwa sasa kukabidhiwa kwa Bwana Ramadhani Juma Hassani, kamanda huyu wa kitengo cha upelelezi wa makosa ya jinai. Taarifa zile zilipoletwa pale na polisi wake wale wa chini, zilimuonyesha mambo muhimu sana. Kitu cha kwanza mkuu, tumeona kwamba katika uchunguzi tuliofanya kuna uwezekano mkubwa kwamba Vinod hajatekwa na watu wabaya. Viashiria vinaonyesha hivyo kwamba hajatekwa na watu wabaya. Lakini pia kunaonyesha kwamba kuna nguvu nzito sana ambayo imetumika. Kuna akili kubwa sana imetumika. Lakini hakuna kiashiria chochote kile kwamba kuna mtu mbaya, kwa sababu rekodi zote tulizojaribu kuzichakata, kuziangalia, hakuna sehemu inaonyesha kwamba kuna mtu mwingine alikuwa anamtafuta Vinod tofauti na Mzee Ibrahim Skwala. Inaonyesha kwamba huyu Vinod amekuwa ni mtu ambaye anatumia njia mbalimbali kutetea watu wengi. Kwa hivyo hana ugomvi na mtu mwingine yeyote yule isipokuwa Mzee Ibrahim Skwala. Watu wengine ambao alikuwa na shida nao ni familia hii ya Mzee Ibrahim Skwala kupitia watu wake wa pembeni, ambao hii ni familia ya Bushenza, kupitia binti yao anayefahamika kama Stella. Na hawa watu wako katika combination moja na mke wa Mzee Ibrahim Skwala. Hawa ndio watu ambao walikuwa na umoja wa kuhakikisha kwamba wanamwangamiza Vinod. Hakuna kiashiria chochote cha siri au cha wazi kuonyesha kwamba Vinod alikuwa na adui na mtu mwingine. Sasa hawa wote wanaonyesha kwamba hawajamteka.
Ni dhahiri kwamba alitekwa na watu ambao hawana nia mbaya na yeye. Maneno yale walioongea maafande wale ambao waliokuwa wanafanya upelelezi, wakiwa wanaongea, wakiwa wamekaa katika meza, wakiwa na maongezi mazito sana pamoja na mkuu wa kazi, Bwana Ramadhani Juma Hassani, mkuu huyu wa kitengo cha upelelezi. Alikuwa anawasikiliza kwa makini. Na alipoangalia taarifa zilizokuwa zimeandikwa, zingine za kurekodi maeneo mbalimbali, zilionyesha ni kweli Vinod alikuwa hana adui mwingine isipokuwa mzee Ibrahim Squala pamoja na familia yake. Taarifa zote zilijaribu kuzilikataa kwamba Vinod anaweza akawa ametekwa na mtu mbaya. Swali ambalo kamanda wa upelelezi aliwauliza vijana wake, je, kwa uchunguzi ambao mliokuwa mmekwisha kufanya, ni mtu gani huyo ambaye aliyemteka? Kuna mahusiano yoyote kati ya kikosi kazi ambacho kilichokuwa kimepangwa na mzee Ibrahim Squala, kwamba kuna namna kikosi hicho kilihusika katika kumuondoa Vinod dhidi ya mkono wa mzee Ibrahim Squala? Mkuu, bado hakuna uthibitisho kwamba kikosi hicho kinahusika. Uchunguzi bado tunaendelea kufanya, lakini ripoti za awali hazituonyeshi kwamba kweli walihusika. Kinachotuumiza ni kwamba tunauangalia ugumu sana. Kuna kodi ngumu sana za kufahamu ni kina nani ambao waliomteka na walimteka kwa sababu gani, lakini viashiria vyote vinaonyesha ni sababu njema. Kwa hivyo kuna uwezekano kweli kwamba kikosi kazi hiki cha alichokitengeneza, alichokuwa amekipa kazi mzee Ibrahim Squala, ndicho ambacho kilichokuwa kimemteka, na kimemteka kwa nia nzuri, kwa sababu nia inaonekana ni nzuri ya kumteka. Lakini kina nani hapa bado kuna kiza nene sana. Hata hivyo panaonyesha kuna akili kubwa sana iliyofanyika, mkuu. Sawa, ninaomba malizie hiyo taarifa, muweze kumaliza kufahamu vizuri na muilete hapa. Kumbukeni kwamba kwa namna yoyote tunapaswa tupate pesa kutoka kwa mzee Ibrahim Squala. Kwa hivyo ya ukweli, lakini sisi ndio ambao tutajua tunampelekea taarifa gani mzee Ibrahim Squala. Ikiwezekana tutawahusisha hao kikosi kazi chake alichokuwa amekitengeneza, hata kama hakihusiki, lakini tutakihusisha moja kwa moja na kutekwa kwa Vinod, ili kusudi aweze kutupa kazi, na atakapotupa kazi, mnaelewa, kuna pesa nzuri itatoka. Lakini nyinyi msitafute taarifa kama hiyo. Nyinyi hakikisheni mnauleta ukweli ili tuwe tunao ndani, kwa sababu ukweli utatuweka huru. Na sisi kama jeshi la polisi tunapaswa kuwa na ukweli wote. Kama ni uongo tuongee kwa sababu tumetaka kuongea uongo, lakini si kwa sababu hatuna ukweli. Sawa, mkuu. Walimsikiliza na pale walipiga saluti kuonyesha wamepokea maagizo ambayo walikuwa wamepewa na mkuu wao wa kazi, Kamanda Ramadhani Juma Hassani. Polisi wa chini sasa pale ni kama walikuwa wamepewa kazi rasmi sasa upya ya kuendelea kutafuta taarifa ili kufahamu ni nani sasa huyo ambaye aliyekuwa amemteka bwana Vinod, kwa sababu ukweli kwamba hajatekwa na adui ulikuwa umepatikana. Lakini je, ni nani huyo mtu ambaye si adui, lakini ni nani huyo aliyemteka? Ukweli ulikuwa bado haujafahamika. Bwana msikilizaji, vipi? Labda naye amekwenda wapi? Mambo ni mengi kweli kweli. Ni kuaje sana katika sehemu hii ya 20, lakini usikae mbali. Sehemu inayofuata inakuja muda si mrefu. Endelea kwa pamoja na sisi, endelea kwa karibu sana ili uweze kupata ukweli kuhusiana na kisa hiki. Ni nini kinaendelea? Mambo mengi bado yanaibuka. Vipi? Hivi mzee Ibrahim Squala anaweza kuwa katika hali ya utulivu kweli? Mbona familia kama inasambaratika? Ataweza kweli kustahimili kuilinda mali yake isipotee? Na vipi kuhusu kampuni ambayo alikuwa anafanya kazi mwanadada Kamra Ibrahim Squala, kampuni ya Mapande Lobiki, ikoje? Bwana, tutaonana tena katika sehemu inayofuata baada. Nilikuwa nikikuletea simulizi hii ni mimi BHB wa Makala Simulizi. Nikutakia kila laheri, lakini pia nikukumbusha usiache kulike, share, comment. Lakini pia I say
Sijui nikwambieje, lakini anyway, tukutane katika sehemu inayofuata. Bye bye.